nataka nimalize na hii hoja. Hakutafuta urais. Urais umekuja kwake kwa neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mnajua ndugu zangu, kila jambo huwa aliendi ila kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Kuna kisa kimoja alinipa mzee mmoja, wallahi nilikuwa naye kule Pemba. Huyo mzee alikuwa ni Mpemba. Nilikwenda kumtembelea Pemba kule sehemu moja inaitwa Kengeja. Tumekwenda, alikuwa ananipenda sana mzee pale Kengeja. Tukaenda, akaniita, nikakaa, tumekula chakula cha mchana, tulikuwa tunaongea. Akaniambia, Mwaipopo, wakati ule ilikuwa wa siasa kweli kweli. Yule mzee akaniambia, watu wanalaumu CCM inashinda. Ni mpango wa Mungu. Ni mzee wa Kipemba lakini ananiambia maneno. Nikamza, kwa nini mzee? Akasema ndio. Akaniambia, kuna kisa kimoja aliwahi kutueleza babu yetu kipindi cha nyuma huko kabla ya mapinduzi. Akasema kulikuwa na mfalme mmoja, yule mfalme alikuwa na wasaidizi wake anatembea. Wakati wanakwenda kufanya starehe zao wafalme kwenye makasri yao, alikuwa na menya anasema tunda, akakata kidole. Mfalme baada kukata kidole, damu zikaanza kumwagika. Msaidizi wake akamwambia, bwana nimejikata. Yule mlinzi wake akamwambia, yote ni kheri tu, ni mpango wa Mungu. Mfalme akaumia, akamwambia, mpango wa Mungu mimi namwagika damu? Yaani Mungu ampanga nimwage damu yangu? Akamwambia, yote ni kheri tu bwana mkubwa. Akamwambia, sawa twende. Walipofika nyumbani hali ya maumivu ilikuwa ni kali, daktari akaja. Akamwambia, kwa usalama wa kidole nitakuwa kikatwe ili uwe salama, vinginevyo utapata matatizo. Akamwita tena yule askari wake, mlinzi wake wa karibu yake. Akamwambia, bwana daktari amesema tukate kidole. Akamwambia, yote ni kheri. Yule bwana akamwambia, yote ni kheri? Yaani unaona kheri mimi kukatwa kidole? Wewe una adabu hivi. Akaita askari akamwambia, mtieni ndani. Alipotiwa ndani yule bwana akamwambia mfalme, yote ni kheri tumekukaa ndani. Wallahi, akisema yote ni kheri. Siku moja mfalme ametoka anatembea jangwani, yuko na watu wake. Akamuona mnyama mzuri wa jangwani, pundamilia, akawa anamkimbiza. Akawaacha wasaidizi wake wamekaa jangwani, wanakunywa maji, wamepumzika kwenye kivuli. Katika kumkimbiza yule mnyama huku na kule, huku na kule, yule bwana akajikuta ameenda sehemu ya mbali sana. Mbali sana ametokomea. Akiangalia nyuma, aliwaambia askari wake, nisubirini. Hana mtu. Akaanza kuangalia, anaona mbele kule kuna moshi. Akaingia lile eneo, anaona moshi unafuka, wakamkamata. Kumbe ni utawala mwingine ameshaingia, hifadhi nyingine. Kama vile ukimbia pale boda ujikuta unatokea Mombasa, ukamatwa na serikali ya Mombasa ya Kenya. Baada ya kukamatwa bwana, wale watu pale wana desturi yao ya kutoa kafara, mtu mmoja afe kila mwisho wa mwaka. Na amekutwa wako kwenye kikao wanajadili nani akamatwa atolewe kuwa mbuzi wa kafara au wawe. Ndio desturi yao. Walipomkamata yule mfalme wa pale akasema, la tena vizuri, huyu bwana ndio atakayeuawa. Akawekwa ndani, kesho anataka kuuawa. Anayeuawa anatakiwa awe mzima, asiwe kilema, asiwe chongo, asiwe ana kidole. Ndio kafara yao. Wakamwangalia yule bwana hana kidole. Jamani, huyu hawezi kuuawa, hana kidole. Hana kidole. Wakamwachia. Walipomwachia yule bwana akapenya penya kule, na mtafuta askari wake akutana naye. Akafika nyumbani, akaenda kwa yule askari wake aliyemweka ndani kwa sababu ya kumwambia hiyo yote ni neema, hiyo yote ni kheri. Akamtoa ndani. Akamwambia, bwana wewe ulisema mimi katika kidole yote ni kheri, na wewe kukaa ndani yote ni kheri? Akasema ndio. Akamwambia, basi bwana, ile kheri yako nimeiona. Iki kidole mimi ni kilema, kimeniponya leo, sikuuawa. Ningelikuwa na kidole ningeuawa. Sasa na ile kheri na kutoa ndani, kwa sababu wale watu walikuwa wanataka mtu mzima. Tungekuwa mimi na wewe kule tumekwenda, ilikuwa na wewe uawe. Kwa hiyo yule bwana akasema, kweli yote ni kheri, inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Akamwachia. Akaendelea kuwa mfanyakazi bora kwenye kasri ya mfalme.